Hujambo mtazamaji wa Bongo Brothers, karibu kwenye News Trend kwa siku ya leo. Msomaji wako ni Salama Ringo, nitakayekuletea habari za kitaifa pamoja na kimataifa. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema amepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kifo cha Mheshimiwa Raila Omolo Odinga na kwamba taifa limempoteza kiongozi mahiri, mwanamajumui wa Afrika, mpenda amani na mtafuta suluhu, ambaye ushawishi na upendo wake haukuwa tu ndani ya Kenya bali Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Msiba huu si wa Kenya pekee bali pia ni wa Watanzania. Amesema kuwa kwa niaba ya serikali na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninatuma salamu za pole kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Mama Ida Odinga, watoto, familia, ndugu, jamaa na marafiki na wananchi wote wa Kenya kwa msiba huu. Tunaungana kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu awajalie subra, faraja na imani katika kipindi hiki na ailaze roho ya mpendwa wetu Mheshimiwa Raila Omolo Odinga mahali pema peponi, amesema Rais Samia Suluhu Hassan. Tukielekea huko Dodoma, Mahakama Kuu Masjala Kuu Dodoma imeitupa kesi ya Luhaga Mpina na ACT Wazalendo, ikieleza kwa mujibu wa sheria na katiba ya nchi, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC haipaswi kuingiliwa na chombo chochote kwa jambo ambalo ilifanya kwa nia njema. Mpina alikuwa akipinga kuenguliwa katika nafasi ya kugombea urais katika uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025. Uamuzi huo umetolewa leo Jumatano Oktoba 15, 2025 mbele ya mahakama hiyo na kiongozi wa jopo la majaji wanaosikiliza kesi hiyo, Jaji Frederick Manyanda. Majaji wengine waliosikiliza kesi hiyo ni Sylvester Kainda na Abdallah Gonzi. Kwa uamuzi huo, Mpina hataweza kushiriki kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu ambao kwa sasa vyama vya siasa vinashiriki vinaendelea na kampeni. Moses Ezekiel Pingwa mwenye umri wa miaka 41, mkazi wa Mbeli wilayani Kiteto, aliyekuwa amepotea miaka 5 iliyopita, aonekana akiwa hai. Familia walimtafuta baada ya kupotea miaka 5 mfululizo bila ya mafanikio na ndipo wakahisi kuwa amefariki. Baada ya miaka 5 Moses alionekana akiwa hai mpakani mwa Kenya na Tanzania, Holili, na kisha kurejeshwa nyumbani kwao Mbeli wilayani Kiteto. Kwa mujibu wa baba yake Ezekiel, Pingwa amesema Moses alitoweka baada ya kudhulumiwa mahindi aliyekuwa amelima ekari 5 kisha kupata changamoto ya akili iliyofanya atoweke hapo nyumbani. Tukihamia kwenye anga la kimataifa, tunaarifiwa kuwa mwanasiasa maarufu wa Kenya na waziri mkuu wa zamani Raila Odinga amefariki dunia Jumatano hii Oktoba 15, 2025 huko India baada ya kupata mshtuko wa moyo wakati wa matembezi ya asubuhi. Taarifa kutoka hospitali na polisi zinabainisha kuwa Bwana Odinga alikumbwa na mshtuko wa moyo akiwa kwenye matembezi ndani ya kituo cha hospitali na alihamishiwa hospitali binafsi ambapo alitangazwa kuwa amefariki dunia. Aidha, wafanyakazi wa hospitali hiyo wameripoti kwamba kifo kilitokea majira ya saa 3:52 asubuhi. Msemaji wa hospitali hiyo alisema, "Tumefanya kila juhudi za kitabibu lakini Bwana Raila Odinga hakustahamili mshtuko wa moyo." Na Rais Donald Trump amesema Marekani imeshambulia boti nyingine kwenye pwani ya Venezuela na kuua watu 6 katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii. Trump amesema boti hiyo ni ya magaidi na ilikuwa ikisafirisha mihadarati. Hili ni shambulio la 5 la utawala wa Trump kwenye boti iliyotuhumiwa kusafirisha dawa za kulevya kwenye maji ya kimataifa tangu mwezi Septemba, na jumla ya watu 27 wameripotiwa kuuawa, lakini Marekani haijatoa ushahidi au maelezo kuhusu utambulisho wa boti hizo au wale waliokuwemo. Baadhi ya mawakili wameishutumu Marekani kwa kukiuka sheria za kimataifa na mataifa jirani kama Colombia na Venezuela yamelaani shambulio hilo. Katika chapisho lake, Trump amesema taarifa za kijasusi zimethibitisha kuwa boti hiyo ilikuwa ikisafirisha mihadarati na inahusishwa na mitandao haramu ya magaidi
na mihadarati na ilikuwa ikipitia katika njia inayojulikana kwa magendo. Mwisho wa News Trend kwa siku ya leo. Jina langu ni Salama Ringo, lakini pia unaweza kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Bongo Brothers TZ kule kunako TikTok, lakini pia Instagram Bongo Brothers TZ na kule YouTube kwa jina la Bongo Brothers TZ.